Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Tuendelee na kurasa. Vijana wa skauti wilayani Kaliua mkoani Tabora wameahidiwa ajira katika majeshi iwapo watafaulu vizuri mitihani yao ya mwisho. Tofauti na ahadi hiyo, pia vijana hao wa skauti wamepewa zawadi za fedha taslim pamoja na sare za skauti na pesa taslim zilizotolewa na serikali ya wilaya hiyo. Hawa vijana lazima tuhakikishe tunawalea, na itakapokuwa inatokea nafasi nyingine zaidi ya shughuli ya mwenge tu na wao wanafaa kuingia kwenye itifaki hiyo, basi mtutaarifu mapema kusudi tuhakikishe. Mimi mwenyewe kwa mkono wangu nitahakikisha na wadhamini kwenda kufanya shughuli hizo. Na mimi niahidi tu mkuu hapa, kama mtaendelea na tabia kama hiyo ya uzalendo mkubwa katika taifa, sehemu nzuri ya kutumikia taifa katika sehemu ya uzalendo mkubwa ni katika majeshi. Kwa hiyo nitachagua jeshi la kuelekea. Kuna majeshi kama manne. Kuna polisi, magereza, jeshi la wananchi, sasa tumeanza kuna uhamiaji na zimamoto. Kwa mimi niko tayari kuitumikia nchi yangu na najiamini nitaitumikia kwa uzalendo wangu wote. Nahisi mkuu wetu wa wilaya ni mtu mahiri sana katika ahadi yake. Namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Gerald Mongera kwa sababu alitupatia, nasi tunamuunga mkono katika kazi yake iendelee. Tuendelee na kurasa. Baadhi ya wanaume jijini Dar es Salaam wamewataka wanawake kuepuka matumizi ya pombe kali kwa wingi ili kulinda afya zao na kuepusha migogoro ndani ya familia. Wamesema kuwa ongezeko la wanawake wanaotumia pombe kupita kiasi limekuwa likileta changamoto mbalimbali, ikiwemo kudorora kwa malezi ya watoto na mahusiano ya ndoa. Kwa mwanamke kunywa pombe kali sio vizuri, na ninachowashauri wajaribu kupunguza, hizo waache kabisa, kwa sababu wanawake ndio kama wasaidizi wetu nyumbani. Si unajua sisi wanaume vitu vingine vidogo vidogo nyumbani wao wanatusaidia, sasa wanakunywa vitu kama hivyo inakuwa vitu havieleweki. Tatizo kubwa, na tatizo hilo linakuja kwenye maisha, linachangia na maisha ya kuiga. Anamwangalia yule mtoto kaharibika nyumbani kwao, ana uhuru na yeye anaingia kwenye ule uhuru ya. Sasa sisi wazazi wenyewe kuna tunaharibu ya. Sasa cha kufanya inatakiwa waachane na maisha ya kuiga. Waachane na maisha ya kuiga. Wasimwone mtoto mwenzake analewa na yeye akalewa. Pombe kali ina affect vitu vingi sana katika mwili, hususan na kiakili. Kwa hiyo yeyote yule, mwanamke yeyote, sio mwanamke hata mwanaume ambaye anatumia pombe kali, sio njia nzuri ya, wanasema sio anapunguza mawazo, ila sio kweli. Sio njia nzuri ya kupunguza mawazo, wala sio njia nzuri ya kupata labda starehe. Tumalizie kurasa kwa hili. Wafugaji wametakiwa kuthamini na kulinda wanyamakazi ikiwemo punda ambao wamekuwa chanzo cha kipato kwa wachimbaji madini wadogo mkoani Geita. Punda amekuwa akikutana na changamoto kubwa kubeba mizigo mizito, kipigo kikali na bila hata kupewa chakula cha kutosha. Changamoto moja hapo ni hayo maradhi. Changamoto ya pili ni chakula. Changamoto ya tatu ni maji. Changamoto ya nne ni tumekuwa na imani mbalimbali kuhusiana na wanyama. Tunachukua kwamba wanyama hawaumii, tunachapa sana viboko. Sasa sisi kama sisi tunajaribu kuondokana na hizi imani kwa kuwapa hao watu watumiaji elimu ili watu au wanyama waweze kujali. Pia kupitia ufugaji wa punda wa vikundi vya wanawake na vijana vinanufaika kwa kujiongezea kipato, kwa sababu kulingana na mazingira yetu ya hapa mgodini au hapa shughuli zetu za mgusu, wengi wanategemea uchenjuaji wa dhahabu na uoshaji wa dhahabu. Kwa wale punda wanasaidia katika kubeba mizigo yao kutoka mlimani kwenda mialoni sehemu ya kuoshea. Subiria hilo shirika lituwezeshe ili tusiwe tunawaachia ovyo ovyo kwenye mazingira. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je,
kuna ni tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.